Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba mipango ya watu wa Magharibi pamoja na Marekani ilikuwa ni kuidhoofisha Urusi pamoja na kuigawanya, lakini sasa wameshindwa katika mipango yao hiyo. Kiongozi huyo wa Urusi ameyashutumu mataifa ya kigeni kwa kujaribu kudhoofisha umoja wa kitaifa katika taifa hilo. Juhudi za nchi za Magharibi za kuiletea Urusi ushindi wa kimkakati na kuvunja nchi hiyo zimefeli, Rais Vladimir Putin alieleza zaidi. Amesema hayo mnamo siku ya Jumatano katika baraza lake la mawaziri ulioangazia mkakati na utekelezaji wa sera za kitaifa. Alionya kwamba nje ya Urusi yale yanayoitwa mashirika ya kimataifa na vituo bandia vya kimataifa vilivyoanzishwa kama vyombo vya vita vya habari dhidi ya nchi hiyo, mikakati yao kama vile kinachojulikana kama kuondolewa kwa ukoloni kwa Urusi ni sawa na kuvunjwa kwa shirikisho la Urusi na kutusababishia ushindi huo mbaya wa kimkakati. Kulingana na Putin, wanaendeleza dhana ya baada ya Urusi, eneo lililogawanyika na lililotishwa linaloiondoa mamlaka ya Urusi. Uchokozi wa majaribio ya kuleta mifarakano kati ya raia wa Urusi lazima yakomeshwe mara moja, rais alisema, akibainisha kwamba wale walio nyuma yao kawaida hufanya kazi kutoka nje ya nchi na wanasimamiwa na kufadhiliwa na kuelekezwa na huduma za kijasusi za kigeni. Lengo lao, alisema, ni kudhoofisha umoja wa kitaifa ndani ya Urusi, lakini anasema yote hayo yameshindwa na lazima yaendelee kudhibitiwa. Alihimiza kutenda imara mfululizo wa kivitendo na uratibu katika kukabiliana na hatari na changamoto kama hizo. Wapinzani wa Russia wanatumia kisingizio chochote kuanzia matukio ya kila siku hadi masuala ya uhamiaji ili kuzua mivutano ya kuzusha migogoro, huku akitegemea makundi yenye itikadi kali ambayo yanatumia mbinu za kigaidi moja kwa moja, Putin aliongeza. Mawazo kama hayo, Putin alisema, yametolewa katika nchi za Magharibi mara nyingi kwa njia tofauti, na licha ya kushindwa kufikia lengo hilo kwa karne nyingi, majaribio yaliendelea. Rais huyu alisisitiza kwamba vitisho hivyo vinapaswa kuonyeshwa katika mikakati mpya wa sera ya kitaifa na kaunga mkono pendekezo la kutangaza 2026 mwaka wa umoja wa watu wa Urusi. Siku ya Jumanne, Warusi waliadhimisha siku ya umoja wa kitaifa, huko Putin akieleza likizo hiyo kama ishara ya nguvu ya kudumu ya taifa na umoja wa kitaifa. Rais huyo wa Urusi amesema hakuna taifa ambalo litaweza kuigawanya Urusi hata kwa kutumia fedha na nguvu kwa kiasi gani. Urusi ipo imara, ina viongozi walio imara na wako tayari kwa mapambano wakati wowote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News.